Sisi Kenya hata tungeulizwa tuchague jirani mwingine wa kupakana na yeye, bado tungechagua Tanzania tu. Kwa sababu mmetuonyesha njia mwafaka ya kukaa bila vurugu. Tunajua kuna maneno kidogo hapa na pale ambayo imekuwa inasambazwa kwa mitandao ya jamii, social forums kama vile WhatsApp. Wengine mkiona wakiwa wanatengeneza vitu hizo ni content creation. Wengine wanataka kitu ambayo ita attract viewers wengi ama watazamaji wengi ndio waweze kupata zile wanaita bonga points, ndio wapate kulipwa na WhatsApp. So wakati mwingine unaweza kuona vijana kwa mtandao wanaongea maneno ambayo si ya sawa. Ukiangalia kwa jicho pevu ama ukiangalia vizuri utagundua hayo maneno si hayaleti amani. So nataka niwahakikishie kwamba mengi yenye mnaona huko si msimamo wa Kenya. Ni msimamo ya mtu mmoja anataka kuattract attention ya watu wengi, apewe likes, na hata Watanzania wamekuwa wanampea wengine likes. So Wakenya wenye wako kwa social media wenye wanasambaza vitu ambayo si ya amani, tunataka tuombe ya kwamba msiichukulie kwa umuhimu yoyote. Lakini kama kuna chochote chenye kitapangwa, tutazuia watu kutoka upande ya Kenya kuja kuingilia shinda yoyote ambayo itakuwa upande huu. So letu ni kuhakikishia kwamba tumejipanga vizuri kuzuia mtu yeyote ambaye anaweza kuwa na nia ya kuja kujiunga na Watanzania wenye watakuwa na wanapanga kufanya maandamano kwa njia moja ama ingine, tutawazuia. Na asante kwa sababu umetuhakikishia kwamba maandamano yamekuwa declared illegal, ya kwamba haijaruhusiwa kwa upande ya Tanzania kuandamana kesho. So msimamo yetu vile vile ni kwamba tutawaunga mkono kuhakikisha ya kwamba hakutakuwa na mtu yeyote anakuja kuinfluence kutoka upande ya Kenya ama kusaidia kwa njia yoyote kufacilitate maandamano ambayo ni yako illegal. Sisi tumejipanga vizuri na hizo hearsays za kwamba kesho tarehe 9 tuna mapumziko, lakini kuna watu wanawaza habari ya kuwa na vurugu tena au kitu kinachoitwa maandamano. Nataka niwahakikishie upande wa Tanzania tumejipanga vizuri. Vyombo vyetu viko imara. Watu wetu waendelee na shughuli kesho. Pamoja na mapumziko, waendelee na shughuli mbalimbali walizozipanga za kijamii, za kiuchumi. Kwa hiyo kilichokatazwa ni maandamano. Kwa hiyo na sisi tunatarajia hapa kesho shughuli kuendelea kama kawaida. Na tuahakikishie